Simama kazungumza Orengo. Na Raila alizungumza baada ya hao. Kama hakukubaliana na wao, angewashtumu kwenye hiyo mkutano tu, kwenye mazishi hayo. Unakumbuka naibu wa mwenyekiti Daktari Otiende Amolo alizungumza kwenye hayo mazishi. Lakini Raila alimkosoa kuhusiana na fedha ya CDF. Hakumkosoa Sifuna, hakumkosoa Orengo. Wiki moja baadaye akasema Orengo wako na haki ya kidemokrasia kutoa maoni yake. Baadaye kwenye mkutano wa Homa Bay akasema mnenaji rasmi wa chama ni Sifuna. Kwa hivyo Sifuna anapozungumza anazungumza kwa niaba ya chama. Lakini akaongeza tena kidogo ya kwamba bwana Sifuna saa zingine hapana weka chungu sana. Which means Raila alikuwa anajaribu kubalance hizo interest within chama. Jambo la mwisho kuhusu hiyo na ieleweke vizuri kwa msingi gani Winnie alikuwa anazungumza. Leo Caleb Amisi akiwa kwenye studio hizi amesema ya kwamba wakati wa hawa mawaziri ambao waliteuliwa kutoka kwa ODM kulikuwa na tatizo tayari. Na hiyo ibainike wazi. Kulikuwa na tatizo tayari. Kuna hao mawaziri ambao wamepeana na Raila Odinga. Lakini kuna hao mawaziri ambao walimsaliti Raila Odinga, wakaingia kwenye makubaliano na William Ruto bila kupitia kwa Raila Odinga. Ukiweza kumbuka vizuri tarehe 19 mwezi Julai mwaka jana, Rais aliteua baraza la mawaziri nusu, watu 11 akiwemo mwanasheria mkuu. Alafu baadaye mwaka tarehe 24 Raila akasafiri hapa kwa haraka kutoka Dubai. Vyombo vya habari vilikuwa vimeambiwa tayari ya kwamba State House itakuwa inahutubia. Sasa watu wakangojea ilikuwa wanahutubia nini. Ndio tukagundua kwamba kuna wale mawaziri ambao tayari waliingia kwenye mkataba na William Ruto na walikuwa wanaenda bila idhini ya Raila Odinga. Na hii ingeonyesha chama kwa njia ambayo sio sawa. Caleb Amisi ameisema leo na baadhi yetu tumeijua kuanzia hapo mwanzo. Sasa kwa hao mawaziri ambao walikuwa wanataka kwenda kivyao, hao wameshikilia kwamba tutam wameshikilia kwamba tuko ndani ya serikali na tutamuunga mheshimiwa William Ruto hadi 2032. Kuna wale wenye walikuwa mmezungumza na Raila Odinga ambao wanajua hiyo siri. Wao hawataki kuunga hiyo mkono. Wanapinga, wanasema hamngeweza kumsaliti Raila Odinga. Ndio nikimalizia ukumbuke chenye amesema Sifuna. Sifuna amesema kila mtu ako na story yenye aliambiwa na Raila kivyake. Hatuwezi kumwamini huyo mtu. Sasa unaweza jua kwamba Sifuna kama katibu mkuu huenda alijua hawa mawaziri wawili watatu ambao walikuwa wamepanga njama yao na William Ruto kivyao bila kupitia kwa Raila Odinga. Na kwa hivyo shida yao kubwa ni hiyo usaliti. Na kwamba mbona mlienda huku. Mrengo ya tatu ni mrengo ya wale watu ambao pia hawana shida na uburu sana, lakini wao wanaona ya kwamba ni nafasi ya vijana kuanzisha mchakato ya uongozi ndani ya ODM. Na hao walianza kama Raila bado ako hai. Hapo ndio naona Winnie anaingilia, hapo ndio Babu Owino anaingilia. Wale viongozi ambao wanaona ya kwamba ni wakati wa vijana kuanza kuchukua hatamu ya uongozi. Kwa hivyo sasa hiyo mkutano ya Mombasa ilidhihirisha hizo mianya ambazo zimekuwa ndani